Naam, mtazamaji wa kipindi cha Shuleni Kwetu, leo moja kwa moja niko katika kijiwe cha daladala, katika stendi ya kituo cha daladala ili kuwahoji kwa nini hawa makondakta wanawazuia wanafunzi wasipande kwenye magari, wanawasukuma mpaka wameumia. Umeangalia kwenye video. Sasa hebu ungana na mimi tuweze kuwahoji, tujue kwa nini wanawazuia wanafunzi hawa wasiingie kwenye magari. Karibu. Okay. Kaka, unaitwa nani? Mimi naitwa Kisiwa. Unaitwa Bwana Kisiwa? Hapa stendi unafanya kazi gani? Mimi ni kondakta wa daladala. Sasa mnataka kujua kitu kimoja kutoka kwako. Watazamaji hapa wanataka kufahamu kwa nini nyinyi makondakta mnakuwa wakali, mnawazuia wanafunzi wasipande barabarani? Naam. Sisi hatui wakali wala hatuwazuii wanafunzi wasipande katika barabara. Naam. Ila useme wakati mwingine tunapakia wanafunzi wengi. Kwa maana wanafunzi tunapowaambia inatosha, wao wanakuwepo wabishi. Umeona, ndio maana wakati mwingine unakuona kama vile tunakumbana nao wanafunzi. Sio hivyo. Utakuta ameshaingia kama karibuni hata 6 kwenye daladala. Umeona? Sasa wakishaingia katika daladala huko ndani wanakalia kwenye umeona? Hata wakishapanda katika daladala wakishakalia situ, tuambia nyanyukeni wapisheni wakubwa kidogo wakae. Utamkuta mama labda ana mtoto mdogo. Umeona? Baba naye kuchoka vile vile anataka kumfike kwenye situ. Hiyo utamkuta mwanafunzi anang'ang'ania kwenye hataki hata kunyanyuka. Umeona? Wakati mwingine ndio lakini sasa kaka, kwani si sheria inamruhusu akae kwenye siti? Naam, sheria inamruhusu. Hatukatai kama sheria inamruhusu kukaa katika siti. Ila useme wakati mwingine wanakuwepo wengi. Umeona? Hasa wanapoenea hao labda unaweza ukakuta wapo 10 kwenye daladala wameingia abiria wanafunzi 10. Nafikiri itakuwa kwaje? Kuna wakubwa tena watapanda katika. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hesabu itapungua kwa mtu? Kama huko. Okay, sasa una maoni gani kwa matajiri zenu? Labda wanawapa hesabu kubwa au mpaka nini unakuwa? Matajiri wakati mwingine nao wanachangia kupiga hesabu. Kama sasa hivi unaweza kupata pesa kama kwa kila siku upeleke hesabu 120,000. Hasa 120,000 unafikiri hapo itakuwaje? Mimi mwenyewe nataka nile nipate hela vile vile posho. Posho na sisi wenyewe tunaitaka vile vile. Mtazamaji, unasikia maoni ya bwana kondakta anavyozungumza. Kwa sasa una ushauri gani kwa serikali kujiambia wanafunzi hawa iwafanyie nini ili waweze kuwahi kufika shuleni? Kwa sababu wanashindwa kufika kwa wakati. Serikali kama serikali inachoonelea kuongeza kutoa japo hata usafiri kwa serikali, kwa maana inaweza ikatoa labda basi hata 2-3 kwa kila sehemu. Kama huku Mkuka mwisho wa lami ingetoa hata mabasi 2 kwa ajili ya wanafunzi. Mkulapoto itoe hata mabasi 2. Kwa hiyo wakifanya hivyo usafiri utakuwa kidogo, usafiri utakuwa mwepesi kwa wanafunzi. Kaka, rudia jina lako. Naitwa nani? Kisiwa. Kisiwa. Nakushukuru sana. Hii ni Shuleni Kwetu, kwa hiyo usiache kuangalia. Okay, tuko pamoja. Haina maneno. Asante mtazamaji, mimi ninakushukuru kwa kuangalia kipindi mwanzo mwisho. Umeangalia wanavyoigiza, umeangalia maoni, umeangalia kila kitu. Ninakukaribisha wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Usiache kuangalia show ya Shuleni. Asante.